Na moja kati ya habari kubwa sana ambazo kwa sasa zimekuwa ni story na gumzo kubwa sana kule nchini Morocco, lakini pia hata nchini Nigeria imekuwa ni story kali sana kuhusiana na kiwango bora ambacho kimeonyeshwa na beki wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia ni mchezaji ambaye anachezea klabu ya soka ya Yanga na huyu si mwingine ni Ibrahim Abdullah Baka. Baka bwana amekuwa na story kubwa sana na amekuwa ni gumzo sana. Nimeona wa Nigeria wengi wakiuliza anachezea wapi na wengine wakisema kwamba ni mchezaji ambaye ana experience na mpira wa Ulaya. Jambo ambalo limefanya awe story kubwa bwana ni baada ya mchezo wa AFCON kati ya Nigeria dhidi ya Tanzania, mchezo ambao uliweza kutamatika kwa Tanzania kupoteza kwa goli 2-1. Mchezo ambao uliokutanisha manguli na majayanti wa soka na wachezaji ambao wana experience kubwa. Sasa jambo ambalo limefanya Ibrahim Abdullah Baka awe ni kama story ya town ni kuhusiana na kiwango bora ambacho amekionyesha na uwezo mkubwa sana wa kuweza kumdhibiti mchezaji wa Galatasaray na timu ya taifa ya Nigeria Peter Osimhen na kuweza kumweka chini ya ulinzi mkali, jambo ambalo limesifiwa sana na wachambuzi wa kimataifa, lakini pia mashabiki wa soka barani Afrika wamekuwa wakimjadili sana who is Baka, nani Baka, ni wapi anatokea Baka, na wengi wakiwa wanashangazwa na taarifa za kusema kwamba bado anacheza katika ligi ya Tanzania, wakiamini kwamba wachezaji ambao wana kiwango kikubwa kama Baka kwa sasa wana deserve kucheza katika mataifa makubwa ya Ulaya ambayo yameendelea kisoka. Sasa kwa kiwango kile ambacho amekionyesha katika mchezo dhidi ya Nigeria na kuwa bado anacheza katika ardhi ya Tanzania katika soka la Kiafrika, imekuwa ni gumzo na wengi wakishangazwa na taarifa hiyo na wengine wakiwa hawaamini kabisa kama Ibrahim Abdullah Baka anacheza Afrika. Sasa kitu ambacho nitaka nikuonyeshe ama nikwambie ni kwamba uwezo mkubwa wa kumdhibiti Peter Osimhen katika mchezo ule limekuwa ni jambo la kushangaza sana. Peter Osimhen ni moja kati ya wachezaji hatari duniani. Anachezea Galatasaray kama nilivyokueleza, ni mchezaji pia ambaye ana uzoefu wa kucheza michuano mikubwa, michuano ya UEFA. Ni mchezaji ambaye amekuwa akifuatiliwa na timu kubwa duniani, lakini wamekuwa wakikaza ili asiweze kutoka katika klabu hiyo ya Galatasaray. Nakumbuka katika msimu uliopita timu ya Barcelona, Real Madrid walikuwa wameweka nia ya kutaka huduma yake, lakini timu yake ya Galatasaray waliweza kumuongezea maslahi na wakataka aendelee kubaki pale. Kwa hiyo uwezo wa Baka kuweza kumdhibiti mchezaji huyo imekuwa ni kama kuonesha ninaweza na nina deserve kucheza popote duniani. Lakini pia kitu ambacho kimevutia wengi ni baada ya mchezo huu kutamatika, Peter Osimhen bwana aliweza kumfuata Ibrahim Abdullah Baka na kumkumbatia, lakini pia kuweza kuongea naye mawili matatu then akaondoka. Ni jambo ambalo limeonyesha kwamba ni kwa namna gani Peter Osimhen ameweza kukubali kiwango bora cha Ibrahim Abdullah Baka ambacho amekionyesha zaidi yake, lakini pia zaidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Lakini kitu kingine ambacho sikuwahi kukwambia ni kwamba katika mchezo huo bwana, wawakilishi wa klabu ya Fulham ya kule nchini Uingereza walikuwepo wakifuatilia mchezo huo, na baada ya hapo wameanza kutafuta mawasiliano ya kujadili na viongozi wa klabu ya Yanga ili kuangalia namna ambavyo pengine wanaweza kupata huduma ya mchezaji huyo Ibrahim Abdullah Baka na kuweza kumsaini ili awe mchezaji wa Fulham. Hayo yote tunasubiri nini kitakwenda kujiri baada ya kutamatika kwa michuano hii ya AFCON. Una maoni gani? Tuandike kwenye comment section, usisahau kusubscribe, like na kushare.